Leo naomba niwaambie kitu kizuri ambacho unaweza ukamwachia mtoto wako. Sio majumba, sio viwanja vingi, sio pesa nyingi. Kitu kizuri ambacho unaweza ukamwachia mtoto wako na kikamsaidia sana kwenye maisha yake ni mfumo wa kupata hivyo viwanja, ni mfumo wa kupata hizo pesa, ni mfumo wa kuwa kiongozi bora. Tunasema hivi, mtu mzuri ni yule anayekufundisha kuvua samaki na sio yule anayekufundisha kula samaki. Huyo anayekufundisha kula samaki, kuna siku hatakuwa na wewe siku zote, kuna siku hatakuwepo. Maana yake ni kwamba asipokuwepo hautakula samaki. Lakini huyu anayekufundisha kuvua samaki, kuna siku hatakuwepo, na ukiwa na hamu ya kula samaki utachukua ndoano, utaenda ziwani au mtoni kuvua samaki. Wafundishe watoto wako mfumo wa kupata unachotaka wakipata. Utakuwa umewapa urithi mzuri sana. Kwa nini nalisema hili? Tumeshuhudia wazazi wengi ambao wametafuta mali, uongozi, fedha na kila kitu, wakiamini kwamba wakiwa na hivyo vyote wanaweza wakawapa watoto wao, jambo ambalo ni zuri sana. Walitafuta wao kwa mifumo yao, wakapata kwa mifumo yao, alafu wamewaachia watoto wao bila kuachia mifumo ya kuiendesha hivyo ambavyo walikuwa wanavitafuta. Leo una kampuni, kwenye hiyo kampuni haiko mtoto wako anayechua hiyo mifumo ya kuiendesha hiyo kampuni. Maana yake ni kwamba leo usipokuwepo, hiyo kampuni haitaendelea kuishi. Wewe umehangaika, umetafuta, umepata, ukifa haujatengeneza mazingira mazuri ya watoto wako kuendeleza pale ulipoishia. Kwa nini? Ukishakufa, ule mfumo uliotumika kutafuta mafanikio na huo mfumo haukuwashirikisha watoto wako, tafasiri yake ni kwamba wale watoto wako hawajui ule mfumo